Mradi huu ulitokana na kitu kimoja, ulitokana na mawazo ya afisa mwenzetu anaitwa Lieutenant Yakurwa, ambaye ni mhitimu wa chuo cha Sokoine. Lakini yeye kutokana na fani yake na uelewa wake kuhusu samaki, alipokuja akiwa hapa kikosini, aliweza kuona fursa za kikosi hiki. Akaona fursa sio kilimo peke yake, kwamba tutakuwa tu maji haya yanatoka kwenye milima ya Udzungwa yanatiririka kwenye mashamba, alafu tunaweza kulima. Akasema haya yanaweza kuwa na faida nyingine ya ziada. Akaja na wazo lake, akaliwasilisha makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa, tukamwambia hebu tulijaribu. Kwa hiyo alitoa wazo lake likawa kwamba maji katika mto mmoja wapo unayotiririka kutoka milima ya Udzungwa tuyaache mengine kwenye main yanaenda shambani, lakini machache tuyachepushe, tuyaingize kwenye mfumo wa kutengeneza matenki. Kwa hiyo yeye ndiye alio design matenki haya ya mviringo na namna ambavyo maji yanaingia na kucirculate, kwamba hewa wakati wote kuna oksijeni ya kutosha kwenye matenki. Kwa hiyo tukaanza ufugaji wa samaki kwenye matenki haya. Eneo tulichagua eneo dogo la kuanzia ambalo limetosha matenki 27 na tenki moja ambalo ni holding, kwa hiyo 28 ambalo ni tenki ambalo samaki wakishakuwa tayari kwenye matenki yale ya mviringo wako tayari kwa ajili ya kuvuliwa, wanakuja kutunzwa pale wakisubiri kuvuliwa. Kwa hiyo ndio mradi huu ulivyoanza. Na tukaanza nao. Kitu chochote unapokianza unaanza ukiwa na matarajio makubwa sana, lakini unapoanza ndio unaanza kuona changamoto. Kama mnavyoona kwenye matenki haya, mkipita kwenye matenki karibu kila tenki lina wavu juu, umezunguka juu. Hiyo ilitokana na kwamba tuliona kuna predators, kuna ndege wale wanatoka huko, anaingia kwenye maji, anatoka na samaki wawili. Tukasema okay, tutaona njia pekee ni kutandaza wavu juu ya matenki. Kwa hiyo sasa hivi hiyo hatuna, hiyo tishio la samaki kuvuliwa kwa staili hiyo hatuna. Kwa hiyo ndio tulichoweza kufanya. Na yapo changamoto chache ambazo kama nasema kwamba mnaanza samaki na wenyewe ni viumbe ambao hawahitaji kuwa stress, wanahitaji utulivu katika makuzi yao. Ukimstress samaki hakui. Unakuta kamedumaa kwa samaki, unategemea awe ni sato mwenye kilo 1, lakini kanaendelea kuwa na gramu 200, akakui hata kidogo. Kwa hiyo hilo tuliliona wakati tunaanza, lakini sasa hivi kadri tunavyojifunza tunazidi kufanya vizuri zaidi. Na kama mlivyoona pale tumevua samaki mwenye kilo 1 kasoro kidogo, gramu chache, kutimia kilo 1. Kwa hiyo ina maana samaki wanakuwa vizuri na mpaka kufikia kuwapeleka sokoni, na hata akienda sokoni ni samaki ambaye ananunulika kwa bei nzuri zaidi. Mpaka sasa hivi kikosi cha 837 ambao ndio wanaotunza mradi huu wanapata mboga kutoka katika maboa haya. Samaki wale, kwa sababu hawa samaki wanakuwa produced kwa gharama. Kuna gharama ipo ambayo inatakiwa ya kumkuza yule samaki mpaka afikie hatua ile. Kwa hiyo kikosi kinauziwa samaki wale, lakini kwa gharama nafuu kabisa, kwa sababu wao ndio watunzaji wa samaki hao. Lakini vile vile hata majirani wanaotaka mboga wanakuja hapa wananunua samaki kwa bei nafuu kabisa. Mpango tulionao, tuna mpango kwamba baadaye tuwe na magari, na ndio ilikuwa plani yetu katika kuanzisha mradi huu, kwamba tunaanza kwanza na kuanzisha mradi, lakini kinachofuata ni kwamba tuwe na magari yale yanaweza kuhifadhi samaki kwa muda mrefu, yenye mafriji,
Kwa hiyo tuwe tunaweza kwenda kwenye soko la mbali. Kwa maana kwamba tunaweza tukaja hapa tukachukua samaki wakawekwa kwenye magari mle ndani, wakaenda mpaka Dodoma wakauzwa. Au wakatumika na kikosi cha Dodoma cha 834 wa kutopora. Au samaki wakaenda Dar es Salaam wakaliwa na kikosi cha 831 Mgurani. Kwa hiyo ndio lengo letu na ndio tunachotarajia kwa siku za baadaye. Sisi kama jeshi la kujenga taifa, jukumu letu la msingi na jukumu mama la kuanzisha jeshi hili tangu lilivyoanza mwaka 1963, baba wa taifa pamoja na wenzake walilenga kuwa na taifa lenye watu wamoja. Walilenga kuwa na taifa la vijana wanaopenda kazi, vijana jasiri. Walilenga kuwa na taifa la vijana wanaolipenda taifa lao, vijana wazalendo, vijana ambao wako tayari kufa kwa ajili ya nchi yao. Kwa hiyo basi kitu cha kwanza tunachokifanya, na ndio maana katika ile miezi 4 ya kuanza kabisa ya vijana hawa kujiunga na jeshi, tunawapa mafunzo ya miezi 3 ya kijeshi. Ndani ya mafunzo yale ya kijeshi yamejaa kuhamasisha kuipenda Tanzania, yamejaa kuhamasisha kuilinda Tanzania, yamejaa kuhamasisha utii kwa viongozi, utii kwa kila mtu. Ni lazima kijana unapomlea, hata kijana wako nyumbani, lazima uhakikishe kwamba huyu kijana kwa hiyo kijana wetu tunamlea afikie vitu vitatu vya msingi. Awe kijana mtii, awe kijana mwaminifu kwa nchi yake, lakini awe kijana ambaye anapenda kazi. Hiyo ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo vijana hawa utaona wanafanya kazi maeneo mbalimbali nini. Hiyo ni tunawajengea ile ari ya kupenda kazi ili atakaporudi katika maeneo yake, kwa sababu kama tunavyosema siku zote tunatoa katika vyombo na nini kwamba jeshi la kujenga taifa aliajiri. Kijana anapofika hapa akipata fursa, vyombo vikihitaji watu, anaweza akapata fursa ya kuchukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Anaweza akachukuliwa na polisi, anaweza akachukuliwa na uhamiaji, anaweza akachukuliwa na magereza, kuchukuliwa na TIS, zimamoto au jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Lakini si dhamana yetu kwamba tunakuja kumwajiri. Sisi tunakuja kumfundisha vitu kama hivi ambavyo yeye vitamsaidia baadaye. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Hotel Management na Front Office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.